tuitumie michezo hii kutufanya tuwe wamoja. Michezo hii ikatumike kutambulisha vipaji na vipawa tulivyo navyo. Michezo hii kabadilike kuwa uchumi. Nimesema pale mwanzoni, mnaona ndugu zetu wa China walipokuja na concept ya pikipiki. Sasa ukipita mtaani huko vijana wengi wanajipatia kipato kupitia nini? Sasa natakiwa ifike hatua wizara yetu hii itengeneze ajira nyingi kuliko ajira za pikipiki. Yaani tuwe na ajira za kutosha kuliko ajira za nini? Za pikipiki. Na batizwa sasa hivi tuna vijana wengi wanafanya kazi ya mitandao ya kijamii, online TV pamoja na social media. Waalikeni kwenye matukio yenu. Washirikisheni. Kwanza mkiwaalika nao wanapata kiposho. Familia za nini? Za kwenda. Lakini pia wewe unayemwalika habari zako zinawafikia watu. Kuna wakati mwingine tunahangaika kutafuta sponsor, hatumpati sponsor kwa sababu tukio tumelifinya halijulikani. Na sponsor hawezi kuwepo mahala ambako haoni kama kuna namba ya watu. Kwa kupitia hili jambo hakikisheni vijana wa mitandao ya kijamii wanashiriki. Kwa mfano kama siku ya Alhamisi, hata leo usiku wanapokuja mabondia wachukueni waende. Wajue bondia anakuja kutoka wapi. Watamprofile huyu ni mchezaji ana mikanda mingapi, amepigana mara ngapi, na tunamleta hapa Tanzania, what are we expecting from him. Lakini the same price wanapokuja kupima uzito hapa iendelee kuwa tukio linalo, yani ifike mahala watu wajiulize. Nilikuwa naambia juzi pale, mimi ndoto yangu ifike mahala habari pekee inayojulikana hapa Tanzania na kufuatiliwa ni ya michezo. Yani kwenye kulala wanajadili hivi leo wakitoka pale wanaendelea hivi imekuwaje. Yani kila wakigeuka hivi ni michezo. Kwa hata huku kwenye shirikisho la ngumi rais Koma hakikisha kwamba mapambano hayaishi. Wakitoka mafia ingiza wengine, ingiza. Yani kwa mwaka unajikuta na matukio yako 6 makubwa. Maana kila baada ya miezi miwili kuna jambo. Achilia mbali haya madogo ambayo anafanya nini? Inaendelea. Na sisi tuna uhakika chini ya rais wetu Daktari Samia, mchezo huu unapokuwa na serikali itakuwa tayari kuweka budget kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri ya kuwa na viwanja ambavyo vitaweza kuaccommodate mashindano makubwa kama haya ambayo leo tunakuja kuyashuhudia maandalizi yake kwa ajili ya tarehe 24. Kwa hiyo mimi niwaombe shindano linalokuja hili likafungue milango. Nataka kuona mabondia wakubwa kutoka Urusi, mabondia wakubwa kutoka Marekani, mabondia wakubwa kutoka Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, kutoka China, kutoka nchi za Kiarabu wakitua Tanzania hapa. Na la tulionao ni moja kubwa. Bondia akija hapa, eza kushuhudia mapambano au yeye mwenyewe kuja kupigana au kuja kutembea, lakini mwisho wa siku ataenda kututangazia vyema nchi yetu ya Tanzania. Atakuja hapa, atapigana, atakuja hapa kama mtazamaji, lakini mwisho wa siku akitoka ataenda kusema habari njema za nchi yetu ya Tanzania. Ni matumaini yangu siku ya Alhamisi, hapo itakuwa siku ya tarehe 24, hapa Ubungo patafurika Watanzania na wapenzi wa nini? Wa ngumi. Na hebu njooni tuwape support. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Na kutakuwa na surprise nyingi siku ya tarehe 24 kwenye pambano letu la ngumi. Naomba Watanzania wote, kama hujanunua tiketi yako, nunua tiketi yako, njoo. Mimi ndio promoter namba 1 wa ngumi hapa. Kama hujanunua tiketi yako, nunua tiketi yako mapema, njoo. Tunataka ukumbi wetu, maandalizi ni mazuri, mambo yafanyike katika kiwango cha juu, lakini pia tuatie moyo vijana wetu ya kwamba ajira si tu kwenda shambani kulima. Kwamba hata ukiingia kwenye ndoto yako ya ngumi, unaweza kuwa boxer mmoja mkubwa na ukafanya makubwa na dunia ikakufurahia.